Baba Askofu Msaidizi Ali Mchamungu kwa ajili ya mwongozo wa namna ya tutakavyoadhimisha mwaka huu wa jubilei. Utaratibu wa ziara ya msalaba na picha ya Mtakatifu Yosefu katika dekania, parokia, kanda au vigango, jumuiya na familia wakati wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ziara ya msalaba na picha ya Mtakatifu Yosefu itakusudia sio tu kuhamsha hari na umotomoto wa kijubilei kwa waamini wote, bali pia kufanikisha dhima nzima ya jubilei ya kupyaishwa kiimani na Roho Mtakatifu. Hii ni fursa nzuri sana ya neema kwa dekania, parokia, kanda au vigango, jumuiya na familia kupokea ishara hizo muhimu na kuwa kichocheo cha imani, umoja na toba. Yafuatayo ni mapendekezo ya shughuli za kiibada katika ngazi ya jumuiya na familia. Siku ya mapokezi. Mapokezi yafanyike siku ya Jumamosi au Dominika katika dekania na baadaye katika parokia za dekania husika kwa muda unaofaa kwa makusudi ya kupata ushiriki wa waamini wengi. Kwa hiyo Jumamosi au Dominika. Katika dekania. Dekania ndizo zitapokea ishara hizi za jubilei na kupangiwa muda wa kutosha wa kukaa na ishara hizo. Mzunguko ndani ya dekania utaratibiwa na dekania husika kadiri ya mgawanyiko wake katika parokia teule na taasisi nyingine za kikanisa. Kwa hiyo kuandaliwe maandamano mafupi ya sala na nyimbo za liturujia. Pili, kusoma neno la Mungu. Tatu, tafakari ya jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, yaani tufanye upya na Roho Mtakatifu. B, katika parokia, kanda au vigango na jumuiya kuandalie maandamano mafupi ya kupokea ishara za jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo kutakuwepo na ibada ya neno, masomo matakatifu na zaburi ya kuitikia, pia tafakari fupi kuhusu maana ya msalaba katika maisha ya Mkristo na nafasi ya Mtakatifu Yosefu kama mlezi wa familia na mfano wa utii. Ifanyike katika parokia, kanda au vigango na jumuiya kwa siku za mapokezi. Paroko atoe tafakari nzuri na hamasa kwa yote yatakayotarajiwa katika maadhimisho haya ya jubilei. Pia maombi ya waamini yalenge familia, vijana, watoto na amani ya jamii. Pia kutakuwepo na rozari takatifu kuunganisha mafumbo na maisha ya familia na mateso ya Kristo. Kila fumbo liambatane na nia maalum, mfano familia zenye changamoto, vijana na kadhalika. Au kuwepo njia ya msalaba na kufanyika jioni, na kila kituo tafakari ya mateso ya Kristo kwa kuhusisha changamoto za maisha ya kila siku. Si katekesi maparokiani na maungamo. Parokia zote ziandae mkatekesi za kina zitakazotolewa katika maparokia yote kwa kipindi chote cha jubilei. Hapa iwepo siku moja maalum katika juma ambayo inafaa kuwapata watu wote. Mada zifaazo zilizopendekezwa ni katika jamii yetu ya leo: 3, tegemeza kanisa
kwa njia ya zaka. 4, jumuiya ndogondogo za Kristo. 5, malezi ya Emau. 6, Roho Mtakatifu na upyaisho wa kanisa. 7, familia kama kanisa la nyumbani. 8, wajibu wa baba kwa mfano wa Mtakatifu Yosefu. Na 9, kubeba msalaba katika maisha ya Kikristo. Sakramenti ya upatanisho, ikiwezekana padri awepo ili waamini wapate nafasi ya kutubu wakati wa katekesi. Kufanyike pia tathmini ya maisha ya kiimani. Katika kila parokia pawepo na siku hizi zifuatazo maalum: siku ya toba na upatanisho. Kwa hiyo utakuwepo na ibada ya neno la Mungu. 2, tafakari. 3, zaburi ya toba. 4, maungamo. 5, sala za kuomba msamaha binafsi na jumuiya. Siku ya familia utakuwepo na kusoma Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 41-52. Pia tafakari, familia na kanisa la nyumbani, rozari ya familia, baraka ya familia. Pia kuwepo na siku ya watoto ambapo utakuwepo na ibada ya neno la Mungu, tafakari kuhusu watoto, matumaini ya kanisa jipya, alafu pia ushuhuda wa watoto, pia nyimbo za sifa na kuabudu, na sala maalum kwa ajili ya wito na maisha ya watoto. Siku ya vijana utakuwepo na ibada ya neno la Mungu, pia tafakari kuhusu vijana na wito wa kubeba msalaba, pia ushuhuda wa vijana, nyimbo za sifa na kuabudu, pia sala maalum kwa ajili ya wito na maisha ya vijana. Siku ya wanandoa, yani baba na mama, utakuwepo na neno la Mungu, pia tafakari kuhusu wazazi na malezi katika jamii mamboleo. Pia utakuwepo na ushuhuda wa wazazi, pia nyimbo za sifa na kuabudu, na mwisho sala maalum kwa ajili ya wito wa wanandoa. Pia kuna siku ya huruma na upendo kwa wahitaji, kutembelea wagonjwa, wazee ikiwezekana, pia kutoa misaada, mfano chakula, mavazi, pia ibada ya shukrani na tafakari kuhusu imani tendaji kwa matendo ya huruma. Hitimisho na shukrani. Misa, tutakuwa na misa ya shukrani ikiwezekana, pia tafakari kuhusu kudumu katika neema ya Mungu, pia ushuhuda wa amini, rozari ya mwisho hadi mafumbo ya utukufu, alafu baraka na hitimisho, kuaga msalaba na picha ya Mtakatifu Yosefu. Mapendekezo ya ziada ni kama ifuatavyo: 1, kila siku iwe na dhamira ndogo, si ndogo. 2, waimbaji waandae nyimbo zitakazolingana na mada ya siku. 3, wahusika tofauti waongoze kila siku, mfano vijana, akina mama, akina baba na kadhalika. 4, uwepo wa muda wa kutosha wa sala binafsi mbele ya msalaba. Ndani ya familia kuwepo ishara na vitendo vya kiroho kama vile: 1, kuwasha mshumaa kama ishara ya uwepo wa Kristo. 2, kubusu msalaba kwa heshima na ibada. 3, kutoa sadaka kwa wahitaji kama tendo la huruma, yaani kuiga unyenyekevu wa Mtakatifu Yosefu. Familia zote zinaelekezwa kufanya yafuatayo: 1, kusali pamoja mbele ya msalaba na picha ya Mtakatifu Yosefu. 2, kusoma Injili fupi na kushirikishana tafakari. Rozari ya familia, kila mwanafamilia aongoze fumbo moja. 2, kuweka nia maalum za familia. Alafu kuna baraka ya familia. 1, baba au kiongozi wa familia awaombee na kuwabariki wanafamilia. 2, kuomba ulinzi
na maongozi ya Mtakatifu Yosefu. Ahadi ya kifamilia. Familia iweke azimio: moja, kusali pamoja mara kwa mara; pili, kuimarisha upendo wa msamaha; tatu, kukuza malezi ya Kikristo kwa watoto. Ziara hii isiwe tukio la nje tu, bali iwe mwanzo wa mabadiliko ya ndani. Kwa kuiga unyenyekevu, utii na imani ya Mtakatifu Yosefu, familia na jumuiya zetu zinaweza kuwa kweli kanisa la nyumbani linaloishi Injili kila siku. Hivyo, inapokuwa katika ngazi hasa za familia, iwe ni fursa kwa wanafamilia wote kukaa pamoja na kuzungumza kuhusiana na hali ya kiroho, yaani mafanikio na changamoto kwa kila mwanafamilia. Iwe ni fursa ya kutoa ushuhuda, kila mmoja ashiriki namna Mungu anavyofanya kazi, ashirikishe namna Mungu anavyofanya kazi katika maisha yake. Basi huo ni utaratibu ambao utafanyika kipindi cha ziara ya msalaba na picha ya Mtakatifu Yosefu. Ni matumaini yangu kwamba utaratibu huu ukitumika, basi waamini wengi watafaidika kiroho. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tufanye upya na Roho Mtakatifu. Asanteni.